sana, pole pole. Mtazamaji wa Wasafi Media, ripoti zinatokea hapa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma, katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali hii ya rufaa mkoa wa Dodoma, ambapo leo tuko hapa kwa ajili ya kufuatilia tukio la kifo cha mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma anayejulikana kwa jina la Saidi Bakari Kabuga, aliyefariki siku ya jana kutokana na kujirusha katika kisima katika chuo cha UDOM, ambapo alikuwa anasoma katika chuo hicho. Sasa leo mzazi wa kijana huyo amezungumza kuhusiana na kifo cha mtoto wake, lakini taarifa ambazo siku ya jana zilitueleza kwamba mtoto huyo amejiua kwa sababu ya mchezo wa bahati nasibu baada ya kuliwa pesa zake takribani milioni 1. Kwa mujibu wa baba mzazi anayejulikana kwa jina la Bakari Kabuga, ameeleza kwamba mtoto wake hakuwa mpenzi wa michezo hiyo ya bahati nasibu, ila alikuwa ana msongo wa mawazo baada tu ya chuo hicho cha Dodoma kumzuia kurudia mtihani wake, ambao mtihani angeufanya pengine ungemsaidia katika masomo yake kufaulu. Hii hapa ripoti kamili, anaeleza hapa kuhusiana na Saidi Kabuga. Inaumiza sana kwa sababu hata taarifa zinazotolewa sio zenyewe, umeona. Kwa hiyo mimi kama mzazi pamoja na wenzangu tunaumia sana. Okay. Umeona. Sawa. Tumesikia kwamba kijana wako alipata kifo chake kilipelekea ni kujidumbukiza kwenye maji kisima, na kutokana tuna kuliwa pesa zake za ada ambazo alimpatia kwa ajili ya kuendekea chuoni hapo. Hebu tuambie kuhusiana na hilo. Yaani mimi sijampatia hela kama jinsi wanavyosema kwamba nimempatia milioni 1. Sijampatia kabisa. Huo ni uongo wao, tena ni uongo wao kabisa. Unaona? Mimi nilimkatia tiketi mwenyewe. Unaona? Nikampa na hela kidogo tu ya kutumia. Sawa. Basi nikamwambia, vipi swala la ada? Akaniambia, mzee, kule kuna laki 5 zipo. Unaona? Mimi nilichosema nikasema basi sawa, kama vipi ukishafika kule taongezea. Kwa baada ya hapo sasa alipofika huku ndio hizo taarifa zikawa zimezagaa za design hiyo, wakati sio taarifa za kweli. Unaona? Tumemsikia mamake mdogo ambaye yuko Ujerumani anasema kwamba kitu ambacho kilipelekea kufariki ama kujiua ni chuo kiliweza kumzuia kutofanya mtihani wake wa majaribio. Wewe kama mzazi pengine unaweza kutuambia hili? Ni kweli. Hebu tueleze sasa kwa ukubwa namna ilivyokuwa. Ni kweli kwa sababu yeye alifanya mtihani wa awali, ndio akafanya tena mwingine kwa niaba, yaani achukue ule kule aje aongezee pale ili marks zake ziwe sawa, lakini akakataliwa. Wakakanseli kabisa. Sasa sijui kitaalamu ni nini, wakafuta kabisa. Unaona? Basi ilikuwa ni wakati wenzake wanafanya mitihani, yeye alikuwa wapi? Wakati wanafanya mitihani na sasa yupo shuleni huko. Kwa sababu alijaribu kuomba kama mara 2 mara 3, yule mwalimu akamkatalia. Na hajawasiliana naye kama mzazi kuuliza kwamba baba, au kukwambia baba, bwana wamenizuia nisifanye mtihani, alikujulisha? Yaani baada ya kuja sasa nyumbani kule ndio akawa ametueleza kwamba bwana, mimi kule sitakiwi kurudi tena kwa sababu ya kuna somo fulani. Yeye alisema kuna somo fulani la mwalimu fulani mimi sikufanikiwa kulifanya kwa sababu nilipatwa na shida. Alikuja kweli kule mkono alikuwa yani hauko vizuri. Unaona? Akawa amesema hivyo. Unaona? Mimi mke wangu kwa tumemuuliza, je, kwa hiyo mwalimu ndo amekwambia kwamba wewe hutakiwi kurudi kule chuo? Akasema huyo siyasema mkuu wa nini, unajua mimi sio mtaalamu sana, sijasoma. Unaona? Bana. Basi mimi nikasema hamna sheria ya namna hiyo. Ina maana hata kama ni chuo kuna utaratibu, mtu anaweza akarudi chuo akawa anaendelea na masomo mengine kwa sababu bado anaendelea na lile somo aliloacha akalifanya. Unaona? Kwa mimi sasa mtazamo wangu mfupi nilikuwa namwambia hivyo. Tukajitahidi kumbembeleza sana ili atupe namba ya huyo mwalimu. Akawa namba hajatupa. Unaona? Kwa mwisho wa siku
Kwa hivyo tena. Kwa hiyo somo alifanya akafeli akatakiwa arudie kufanya au Yaani baada ya masomo kuna somo alifanya, nafikiri na somo lingine la pili. Sasa akaenda aombe ili maksi zake afanye ile somo ili aongeze kwenye zile maksi zake. Unaona? Naje wenyewe kitaalamu ndio wanajua. Kwa baada ya hapo kuchukua uamuzi wote pengine kuwasiliana na uongozi wa chuo kwa sababu tu mtoto wako alikunyima namba. Nilijaribu baada ya kuninyima namba ya simu. Mimi nikamwambia bana, sasa kama ameninyima basi sawa. Hapo mimi nilikuwa nimefanyaje? Nimemwambia mke wangu bwana, yeye anasema harudi kule tena shule, si ndio? Kama harudi kule shule haina shida, lakini wewe endelea kuongea naye kwanza, ngoja mimi niende kaangaika mjini. Nikaenda, unaona. Basi nikiwa kule mke wangu akanipigia simu, bwana mtoto tayari nishaongea naye amekubali, kwa hiyo anarudi kule shule. Kwa hiyo wewe fanya utaratibu basi wa tiketi. Mimi nikasema hamna shida, mimi nitakata tiketi. Pole sana mzee, pole sana.